Wema na ubaya vyote ni mbegu, na vyote ukivipanda vinaota, na mvunaji ni wewe ulivipanda. Tunakumbushana tu kwamba ukipanda bangi huwezi kuvuna mchicha, utavuna bangi. Unaweza kuishi miaka mingi ukiteseka kwa sababu kuna watu uliwatesa. Hapo maana yake unavuna ulichopanda. Lakini pia unaweza kuishi miaka mingi ili ushuhudie wale waliokutesa wakiteseka. Tunakumbushana tu kwamba kila mtu huvuna alichopanda na sio alikopanda. Watu wenye ujasiri mkubwa katika kufeli wakipata changamoto hulia hadi Kiingereza huku wakijiuliza why me, na kisha kuendelea kulia. Kutenda ubaya ni sawa na kutema mate juu, lazima yakurudie. Tunakumbushana tu kwamba usimtendee mwenzako kile ambacho wewe haupendi kutendewa. Juhudi za kutumia nguvu nyingi bila akili hazitakufikisha popote zaidi ya kusaidia wengine kufanikiwa kupitia wewe. Tunakumbushana tu kuwekeza kwenye akili, maana nguvu zina ukomo, akili haina ukomo. Unapozinguana na mpenzi wako, usiwe na tabia ya kumshtaki kwa ndugu zako, maana siku utakapomsamehe ndugu zako hawatamsamehe. Tunakumbushana tu kwamba kama ukiona mahusiano yako hayasongi, songa wewe. Kupanga matumizi kwa pesa za watu ni utapeli. Kumbuka, jasho la mtu haliliwi. Tunakumbushana tu kwamba ukila vya watu usilalamike na vyako vikiliwa, maana lazima viliwe tu. Utajiri hauji kwa ubahili. Utajiri unakuja kwa utoaji. Ndio maana wanaotoaga misaada mikubwa wanaendelea kutajirika na mabahili wanaendelea kukaukiana tu. Tunakumbushana tu kwamba asiyepoteza haokoti. Hakuna matumizi mabaya ya pesa. Shida ni kwamba pesa hazipo. Ama hauna pesa, hata ukiona mtu kanunua kigari cha watoto wake, utasema ni matumizi mabaya ya pesa, bora angenunua debe la unga na maharage. Tunakumbushana tu kutafuta pesa ili tuache kutumia kwa matumizi ya watu. Kumbuka Mungu ni wa kila kitu, sio magumu tu. Hivyo jenga mahusiano mazuri na Mungu wako. Kumkumbuka Mungu wakati wa magumu tu. Magumu yatakuwa sehemu ya maisha yako, maana akiyaondoa utamkimbia. Hii ni Mkoi TV Online. Mimi ni Hilal Kanal. Mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze. Mkoi TV. Mimi kwanza kwa majina naitwa Mohamed Omari Isa Mboga Mboga. Ni mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma. Wilaya ya Tunduru. Kijiji kimoja kinaitwa na Masalao. Nimesoma pale chekechea mpaka darasa la 7. Nikafanikiwa baada ya kumaliza darasa la 7 nikafanikiwa kuchaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari. Nimechaguliwa sekondari ya tarafa. Kuna tarafa pale inaitwa tarafa na Masakata, ambayo ndo tarafa hiyo ambayo mimi nimezaliwa. Tarafa ile nimezaliwa pale yani tarafa na Masakata, kuna kata moja inaitwa Toemacho. Kwa hiyo mimi nikachaguliwa, baada ya kuchaguliwa kujiunga na masomo ya sekondari, nikachaguliwa na tarafa ile na Masakata muda huo. Nimesoma pale na Masakata form 1 mpaka form 4. Nikabahatika kumaliza mpaka form 4. Nilipomaliza sikuchaguliwa kujiunga na kuendelea na masomo. Kwa hiyo nimekaa pale mwaka ule ule. Nilipomaliza form 4 nikaamua baada ya kupiga harakati za hata pale na pale za kilimo, nikaona sielewi. Kuna brother wangu anakaa hapa mjini Dar es Salaam hapa. Akaniambia dogo, alikuja pale akaniambia dogo, kwa nini tukaende kukomaa wote kule mjini, tuende tukakomae kule mjini wote. Nikamwambia sawa. Baadaye mimi nikajipanga pale kijijini, nikatoka zangu pale, nikaja mpaka hapa mjini Dar es Salaam. Nilipokuja hapa kaanza harakati za maisha na blaza anapambana huku na mimi napambana huku, hivyo maisha yakaenda mpaka ikafika hatua
nikaona kuna rafiki yangu alikuja akaniambia, sikiliza, kwa nini tusiwe tunauza nani, uje kwenye biashara zangu pale na wewe unaangalia ninachokifanya, pia na wewe unaweza ukafanyaje, ukawa kama una msingi kidogo, ukawa na wewe tukajiunga tukawa maisha yakaenda. Nikamwambia sawa, haina shida. Nikatoka nikaenda kwa wale jamaa, kwa rafiki yangu pale, nilikuwa naangalia ninachokifanya. Baadaye na mimi nikawa nilipopata na mimi msingi wangu, nikaamua kuingia kwenye biashara hizi za viatu vya mtumba. Mimi biashara zangu nafanyia maeneo ya Bunju hapa, Bunju B. Bunju B. Lakini mimi mwenyewe nakaa hapa maeneo ya Kiwalani hapa. Kuna sehemu moja napaita hapa Maduka. Maeneo ya Kiwalani Maduka. Basi nikawa mimi ni biashara zangu nafanyia Bunju, natoka Kiwalani na kuja Bunju nafanya biashara zangu hivyo mpaka saa hizi, na mimi sio mbaya, Mungu ni mwema. Sasa siku moja nimetoka zangu mimi Kiwalani, naenda zangu kwenye biashara zangu Bunju. Hapa Bunju B hapa. Nimetoka nimekuja pale kama kawaida yangu, nimefanya biashara zangu. Nilipomaliza, mimi mara nyingi Bunju huwa natoka saa 3 saa 4. Ili mpaka nakuja nyumbani huwa nafikaga saa 5 saa 6 na kuwa nishafika nyumbani. Basi siku hiyo nimetoka nyumbani naenda Bunju, nimefanya biashara zangu vizuri. Nimetoka, nimefunga biashara zangu, narudi sasa wapi? Nyumbani Kiwalani. Nimekuja nyumbani pale, nimetoka Bunju mpaka hapa Makumbusho, nakuja Makumbusho na kuchukua gari za nyumbani. Sasa muda nashuka pale nyumbani pale mitaa ya pale Kiwalani. Pale kuna watu nadhani mnapajua pale panaitwa Maduka, Kigilagila Maduka. Ukishatoka Jeti kuna sehemu kituo pale wanapaita Kigilagila Maduka. Nimeshuka pale siku hiyo, ilikuwa mida kama saa 6 hivi. Nilipokuja pale, nimeshuka kwenye gari. Sasa naanza safari ya kwenda nyumbani ambako mimi ndo nakaa. Nimekuja pale, nimekutana na mdada mmoja hapa amesimama. Baada ya kushuka tu mimi kwenye gari, nikamwona mdada mmoja amesimama karibu na pale stand hapo mimi nimeshukia gari. Mimi nilichokifanya, kwa sababu alikuwa ni mbele yangu, kabla sijampita nikaanza kumsalimia. Dada, habari? Yule dada baada kuitikia salamu yangu kaanza kuangusha kilio. Hasa kama unavyojua binadamu tulivyo, huwezi kumwacha mtu umemsalimia afu analia afu ukamwacha ukapita. Mimi ilibidi nirudi nyuma, nianze kumuulizia, dada vipi, mbona nimekusalimia baada ya kuitikia salamu yangu unaanza kulia? Yule dada akasema, kaka wewe acha tu. Kajifuta machozi kaniambia, kaka wewe acha tu. Nikamwambia acha tu nini? Usiniambie umepatwa na nini? Kwa sababu ukiangalia huu ni usiku. Alafu mimi nakusalimia baada ya kuitikia salamu yangu wewe unalia. Umenitisha, umenipa wasiwasi. Akanambia hapana kaka. Mimi bana na rafiki yangu. Yule rafiki yangu tumetoka wote tunakaa hapo Lumo, tunakaa Lumo Mwanzo hapo. Hapo Lumo Mwanzo tumetoka, akanambia kwamba nimpeleke kwa boyfriend wake. Kwa hiyo boyfriend wake anakaa hapo nyuma za hizo nyumba hapo. Nimekuja hapo, nimekuta yule boyfriend wake rafiki yangu, nimekuta ana rafiki yake. Nilipokuja pale ikabaki tuko ndani kwa boyfriend wa rafiki yangu. Tumepiga story, baadaye akaja boyfriend wa rafiki yangu akaja rafiki yake. Baada ya kuja pale nikakuta wale wanaongea hapo, baada ya kuongea akaniita rafiki yangu akaniambia, "Bana, huyu mtu wangu pia rafiki yake anataka awe na wewe." Kwa kweli mimi kile kitu sijakipenda. Kama unavyoniona kaka, mimi hivi nilivyo kweli ni mtu wa kufanya vitu kama hivyo? Mimi nilikuwa tu kwamba yeye aliniambia kwamba nimpeleke kwa boyfriend wake, lakini nakuja hapa nakutana kitu kama hicho. Kwa hiyo hicho kitu sijakipenda. Nimetoka tu pale bila kuaga, bila kufanya nini. Kwa hiyo nimekuja hapa stand hapa nilipo kwanza, na hisi sio nauli. Mimi akaniambia hapa mimi niishi kwa sababu hapa sio mbali sana kutoka hapa. Sababu hapa nikivuka tu ile reli pale, mimi nakuwa nishafika nyumbani. Kwa hiyo nakuomba kaka, kwa sababu unaonekana wewe ni mtu mstaarabu,
ulivyokuja, kwa sababu ingekuwa mwingine yuko mimi kunisalimia alafu inaanza kudondosha machozi, angepita tu. Unaona wewe ni mstaarabu. Naomba unipeleke kutoka hapa, nitoke hapa nilipo nifike pale lelini pale. Yaani kishavuka tu ile leri, mimi nitakuwa nishafika nyumbani, pale sio mbali. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa kaka umenisaidia sana. Nikamwambia kwa hilo tu. Basi sawa, haina shida. Twende nikusindikize. Akaniambia kaka, mimi nitashukuru sana kwa sababu mimi naogopa saa 6 hii. Pale katikati kidogo kuna watu pale wanakuaga wanakabakaba pale. Na kule mazingira haya pale kwa usiku nakuaga kweli sio mazuri sana. Nikamwambia basi haina shida dada, twende. Basi tukaongozana. Ila mimi alikuwa anapenda sana mimi nitangulie, yeye awe nyuma. Tumeenda tunapiga story, tumepiga story 2-3 pale. Mpaka baadaye tumefika pale lelini. Tulikuja pale lelini. Mimi nikamwambia dada, si ndo hapa? Tushafika. Akanambia hapana kaka, mimi ninachokuomba kwa sababu tushafika mpaka nyumbani hapa, tushafika hapa lelini. Kwa moyo wako uliokuwa nao, naomba tuvuke tu hapa leli ukapaone nyumbani, ili kesho uje ongee na kitu cha kukupa, kuna zawadi yako, kwa sababu umeniokoa. Sababu ingekuwa ni mtu mwingine asingekubali kunileta mpaka hapa. Wewe nakuomba twende ukapaone nyumbani, ili kesho wewe uwe rahisi kuja hapa nyumbani. Nikamwambia kwa hilo tu dada, haina shida. Kwa vingine mimi yule dada sikuweza kumwangalia sana, ila alikuwa amevaa ili juba ili jeusi. Alikuwa amevaa yani juba, sio anaita juba ili jeusi mpaka chini. Lakini kwa sura pia alikuwa amevaa kama mtandio mweusi. Ila kwa sura alikuwa ameiacha kidogo sana. Ila mara nyingi yule alikuwa hapendi sana kutembea kwenye mwanga. Nilikuwa karibu na mwanga, naomba tupite huko. Lakini sikubahatika kumuona kweli kwa sura, sikubahatika kumuona kwa muda ule. Ila tu mimi tulikuwa naongea naye sauti, wala miguu sikumchunguza kwamba ni miguu yuko aina gani. Basi sasa mimi nilikuwa na hali kama ya kusita nilipokuja pale lelini. Nikawa na hali ya kusita kwamba sasa dada, umeniambia nikulete mpaka hapa. Basi kama vipi? Nipe tu namba ya simu. Wewe nipe namba yako ya simu. Kesho utanipigia simu ili niweze kuja kwako hapo. Akanambia hapana, mimi kwa sasa hapa simu sina. Alafu simu yenyewe line yenyewe nimesajili tu jana tu, hata namba yangu kichwani sijaikalili. Simu nimeacha nyumbani kwa sababu rafiki yangu amenikurupua tu pale. Kwa hiyo sikuweza kuchukua hata simu, na namba yenyewe nimeichukua tu jana hapa, nimesajili jana. Kwa hiyo nakuomba twende mpaka pale nyumbani. Pia pale nyumbani kule nyumbani ukipaona, ili uwe rahisi wewe uje kesho, sio mpaka nikupigie simu. Basi nikamwambia haina shida dada, twende. Sasa tumevuka ile leli. Tulipovuka ile leli, amenishika mkono. Aliponishika mkono, kweli pale nilitembea mpaka sehemu moja, nikajikuta niko sehemu moja pale unapita Montfort. Kuna shule moja inaitwa pale Montfort. Kabla hatujafika pale akaniambia, kaka sikiliza, unajua kwenye haya maisha kwa nyinyi vijana kuna vitu vya kuvichunga, sio vya kuvifanya. Nikamwambia kama vitu gani dada? Akaniambia sikiliza, wewe ni kijana na umri wako huo, kuna vitu ambavyo usipovichunga baadaye vinaweza kuletea madhara. Nikamwambia vitu gani? Akaniambia kwa mfano, unywaji wa pombe ovyo, bange, kuvuta bange sio vizuri, hata sigara pia sio mzuri. Nikamwambia sasa dada, mbona mimi sigara sivuti wala bange sivuti? Akaniambia mbona unahitaji tu hivyo viwili? Wewe utakuwa bia unakunywa. Nikamwambia hapana, mimi pia sinywi. Akaniambia hapana, wewe unakunywa bia. Sasa twende, njoo hapa. Tukatoka pale Montfort. Kabla hatujafika pale Montfort kuna kibaa kimoja kilikuwa kibaa cha makuti. Yaani tumeiacha barabara ambayo inaenda mwisho wa Rami Lumo. Tukaingia hapa hii njia ya Montfort. Akaniambia njoo hapa. Kweli tumekuja pale, tumekuja mpaka baa. Kuna kigosa pale cha makuti. Sasa mimi nilikuwa nataka nikae kwenye viti pale hapa ili. Akaniambia hapana, usikae hapo. Twende hapa. Tumeenda kukaa mbele kabisa counter pale. Tumekaa counter kabisa. Ambapo yeye miguu yake alikuwa ameiweka yani chini ile ya meza ile ya counter. Kwa hiyo mimi nilikuwa namwangalia, namuona tu sura. Pale ndo nilibahatika kuona sura yake.
Yalikuwa ni mweupe sana. Alafu macho yake kama vile yani kama yana sio yani kama vile yani kwa kweli sikuyasoma. Sasa baada nilipokuja pale nikakuta karibia pale baa mzima watu wote kama vile wananishangaa. Wale wananishangaa mimi. Sasa yule dada akasema, yule dada alitisha soda. Akaniambia naomba, akatisha Coca-Cola. Dada naomba Coca-Cola. Mimi sikuitisha chochote. Akaniambia huyu mpe Kilimanjaro ya moto. Mimi sikutaka ninywe chochote. Akaniambia mpe Kilimanjaro ya moto. Nikamwambia hapana. Mimi hapana, umjuaje kama mimi nakunywa Kilimanjaro? Akaniambia hamna, mimi nakujua tu. Wewe nakuona tu wewe unaonja. Wewe sio mlevi, wewe sio mlevi. Sema wewe unaonja. Ila onja basi. Ukiwa na mimi onja. Nikamwambia sasa umejuaje kama mimi nakunywa bia hii? Akaniambia hapana, mimi najua. Wewe kunywa usio na wasiwasi. Kweli nimekunywa bia ya kwanza, bia ya pili, nikanywa Coca-Cola moja tu. Tulipomaliza akaniambia hapa sasa tuondoke. Sasa ilikuwa sasa mimi yani pale nilichokuwa nashangaa karibia watu pale wote walioko pale kwenye ile bar wananiangalia sana pamoja na yule dada. Mimi nikamuuliza dada, mbona watu wengi kama vile wananiangalia? Na wewe kwa hivyo ulivyo, mbona unaona kama vile ni mtu wa tofauti sana? Akaniambia hapana, lazima wakushangae kwa sababu mimi nimeshagombeaga hapa Umisi Lumo, na hivi karibuni nataka nigombee Umisi Temeke. Naona nataka nigombee Umisi Temeke, na ikiwezekana na process zote ziko sawa, nataka nigombee Umisi Tanzania, na nahakikisha na naamini nitashinda. Nikamwambia sasa dada, wewe unaonaje mtu kama wewe alafu unaongozana na mimi alafu kama mimi kama unavyoniona? Akaniambia hapana, unajua sisi binadamu tunajidharau sana, ila kumbuka sisi binadamu wote ni sawa. Kinachotutofautisha ni vitu viwili tu, nyadhifa pamoja na kipato. Yani kipato ndicho kinachofanya sisi binadamu tuwe tofauti, ila ukitoa wadhifa, ukitoa kipato, ukitoweka pamoja, sisi wote ni wamoja. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeshangaa kuona wewe uko na mimi. Mimi najua wewe una pesa, lakini kutokuwa na pesa sio sababu ya kutokuwa na mimi. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Hapo tulikuwa tunaondoka sasa. Tumekuja pale, tumetoka pale bar. Sasa wote pale bar naona kama baadhi ya watu wengi, yani nusu wa pale watu wananishangaa mimi na yule dada namshangaa. Unaona, tumetoka pale tumeingia barabara kubwa hii ambayo inashuka Mount Fort. Mimi nimetangulia, pale tulikuwa tujashikana mikono. Mimi nimetangulia, yuko nyuma. Nikamwambia sasa dada, wewe ndio mwenyeji, kwa nini unanitanguliza mimi? Akaniambia kumbe unataka tunani, basi usiwazi. Kanishika mkono. Alivyonishika mkono nikahisi kama vile kama vile natitia, kama vile nazama chini. Yani sikujua kiukweli yani pale kilichofanyika. Sikujua. Baadaye mimi nikiangalia muda nakuta kitu kama saa 8 kasoro. Basi tumezama, ilikuwa saa 8 kasoro usiku. Sasa mimi nikiangalia muda naambia dada, mbona hatufiki tu? Basi tufanye haraka mimi ili niweze nipajua hapo kwako, ili ni kesho nije nitakuja hapo kwako, kanionyeshe tu sababu tunachelewa. Akaniambia hapana, ila kumbuka mimi muda huo mkononi nilikuwa na chips kavu. Yaani mkononi nilikuwa na chips kavu, ambazo zile chips kavu mama watoto wangu ambaye naishi naye akaniambia bana, huyu mwanao mdogo huku leo amekataa kula, kwa hiyo utakaporudi beba na chips kavu. Nikamwambia sawa, haina shida. Sasa muda wote mimi na chips kavu mkononi. Tumeenda baada ya kuona tumetitia pale, nikaona kwa mazingira tuliyotokea tena sio mazingira ambayo tuliokuepo. Kwanza nikakuta hata upepo unaopiga kule, yani nikakuta ni upepo tofauti. Kuna marashi ambayo nilikuwa nasikia maeneo yale ambayo yani mimi sikuweza, yani sijawahi kuyasikia yale marashi. Sasa namuuliza dada, mbona kama vile tumeenda mbali sana, huku ni wapi? Basi nikakuta yani hata hali ya hewa yenyewe pale imechange. Alafu nikiangalia mazingira, mandhari ya kule, mimi sikuweza kuiona nyumba ya kawaida. Nyumba zote nilizokuwa naziona pale ni ghorofa tu. Sasa kwa mazingira haya mimi nikaanza kama kuna kitu ambacho kilinijia kichwani. Kamuuliza dada, mbona kama vitu huko sehemu tofauti ambayo mimi sielewi? Akaniambia hapana, sema wewe bia zile ulizozionja ndio zinakufanya
usielewe. Yaani wewe bia mbili tu ushalewa, ndio maana nakwambia bia sio mzuri, pombe sio mzuri. Yaani wewe umekunywa bia mbili tu tayari ushaanza kuvurugwa, ujue hata wapi upo. Wewe si mazingira kila siku unapita. Nikamwambia hapana, dada, mimi mazingira haya siwezi yaani sijawahi kuyapita. Wasijawahi kuja hata siku moja. Ndio kwanza mara ya kwanza wewe umenileta. Akanambia hapana, hii ni Dar es Salaam hii na hii ni Lumo hii unaijua wewe. Nikamwambia hapana. Sasa kutokana na muda mimi nikiangalia muda nakuta tayari saa 8 naelekea saa 8:30. Sasa mimi napiga hesabu zangu, nikasema huyu dada ananiambia niende kwake. Alafu kwake bado naona mizunguko iko mingi. Nikasema sawa. Nikamwambia dada, sikiliza. Kutokana na muda ulishaenda na mimi hapa kwa saizi kusema nirudi nyumbani hapa, kama nyumbani huko kama na mke wangu, kama kunuka kitenda kunuka tu, lazima tugombane na mke wangu kutokana na muda usije kurudi muda kama huu. Kwa hiyo kutokana na hivyo, kama vipi wewe mimi niruhusu tu kama tupate muda, tutafute sehemu ya kulala, tupumzike mimi na wewe ili tupige story vizuri, alafu asubuhi mimi nitadamka nirudi nyumbani. Akanambia hapana. Akanambia sawa. Kwa hilo tu, hilo ndio nilikuwa nalisubiri mimi. Nilijua tu utaniambia hivyo. Na mimi kuzungusha kote, lengo tu niambie. Unajua sisi kawaida tulivyojizoea kwamba mwanamke akikwambia hivyo, mwanamke akiongea anaonekana huyo mwanamke wa hovyo. Kwa hiyo nilikuwa nasubiria hilo neno uniambie. Sasa hapa cha kufanya, najua wewe una hela. Hela yako iliyokuwa nayo hiyo itasaidia kuachia familia yako nyumbani. Nikamwambia hapana, mimi sina hela. Akamwambia hapana, wewe hela unayo. Sema hela yako iko ndogo. Haipungui wala haizidi 30,000. Sasa mimi kwa pale nikaanza kushtuka. Wewe na kweli kukumbuka mimi mfukoni na 30,000 kama 30,000. Nikamwambia wewe dada, umejuaje kama mimi na hiyo hela? Akamwambia hapana, mimi najua tu. Mimi na kitu kimoja, mimi Mungu anibariki sana. Na ndio maana mimi nakwambia hata kama nikigombea Miss Tanzania nitashinda, Miss Temeke nitashinda, na yani kwa sababu najua hata cha mbele naweza nikakijua. Wewe una 30,000. Hiyo 30,000 yako utaamka, utaacha familia yako, maisha mengine yataendelea. Ila twende tutafute sehemu ya kulala, mimi na wewe tupumzike. Tukishafika hapo, wewe mazingira yote mimi nitahusika mimi. Mazingira kama ya pesa ya nini nitatoa mimi. Kwa sababu mimi ndio kusumbua, tumetoka kule mpaka tunakuja hapa. Nikamwambia okay sawa, haina shida. Kweli ndio maliza vile, nikiangalia mbele nakuta kuna imeandikwa nini? Jina lile nishalisahau kidogo, ile imeandikwa guest house. Imeandikwa lodge. Nikamwambia dada, naona kama kiloji kile pale, twende. Akaniambia okay sawa tu. Kweli kumbe wewe unaona Mimi nilikuwa sijaona bado. Nikamwambia kweli ndio ile pale. Basi twende tuondokozane. Tumekuja pale. Sasa tulivyokuja kwenye pale kuna taa kali sana zinawaka, afu ile roji kuna kuna pembeni humu kuna kama vile wamezungusha taa ambazo zinawaka waka. Kaliwa nyumba mzima inatoa rangi. Sasa kuna sehemu imeandikwa pale mapokezi. Lakini pale palikuwa pamefungwa. Akanambia nenda kagonge pale akufungulie, afu ongea naye. Mazingira hela atakayokuambia, kiasi atakwambia, wewe sio na wasiwasi, mimi nitatoa. Nikamwambia okay sawa, haina shida dada. Tumetoka, tumefika mpaka pale guest, nikaanza kugonga pale mapokezi. Nimegonga kama mara 5. Hakuna aliyefungua. Yule dada akaja akasema, "Wewe kaka, kwani vipi? Hizo bia ulizokunywa. Unashindwa kugonga tu hapa kweli?" Mtu akagonga yeye mara moja tu. Wenyewe nasikia mtu anajibu ndani, karibu. Alivyokuja yule kuna mtu kafungua pale. Alikuwa ni mkaka ambaye kidogo alikuwa ameenda hewani, afu amevaa pensi tu. Ile pensi alikuwa amevaa pensi jeupe. Na yeye mwenyewe alikuwa ni white kweli yani. Afu nywele hizi kama kazilaza nyuma hivi, lakini mwanaume. Baada ya pale akaniambia, "Bana vipi?" "Bana nilikuwa nishalala." Nilikuwa kama vile mtu ambaye ametoka usingizini. "Bana mimi nilikuwa nishalala. Samahani sana, nokale nimekuja muda sana hapa." Sasa yule dada mimi naongea naye, sababu ilikuwa mwanga pale, ilikuwa mwanga mkali sana. Yule dada alikuwa amechuchumaa. Mimi nimesimama. Akanambia, "Nenda ongea naye, ingia ndani angalia." Basi kiukweli mimi pale yule jamaa alinikaribisha ndani. Nilipoingia ndani akanionyesha, "Bana, vyumba ndo hivi hapa." Unaona? Kweli nikakuta pale ndani kulivyo pale ndani, kile chumba alichonionyesha, kwa kweli kile chumba kimekamilika kila kitu. Kile chumba kina mpaka kina friji. Alafu kilichonichangaza zaidi, kuna TV ya ukutani, ilikuwa ni flat. Imejaa ukuta hadi ukuta 2. Kuna kuta hii ya kwanza iko mwanzo mpaka mwisho, na kuta ya pili iko mwanzo mpaka mwisho. Hizi flat screen. Alafu kule ndani nimekuta mazingira ya pale, kwa kweli sikuweza kujua kama hii ni chumba kweli, ni guest kweli, au kwa sababu kila kitu kipo mle. Basi jamani, kamuuliza, "Bana hapa kulala shingapi?"
Akaniambia bwana, hapa kulala hapa 20,000. Akaniambia 20,000. Nikamwambia 20,000 sawa, haina shida. Ila sasa kwa 20,000 mbona parefu? Na bwana sikiliza, japo mwanamke anatoa hela, lakini kwani si hata 12,000? Sababu mimi mwenyewe ikiangalia hii saa hizi ni saa ngapi? Saa 9 hii. Na mimi lengo hapa ni saa 11 tu nichomoke zangu. Yule mwanamke achana naye, japo hela anatoa yeye. Lakini kama unaonaje nikupa hata 12,000? Akanambia hapana. Hiyo hainani. Haipendezi. Sababu hapa sisi, mimi mwenyewe sio mwenyewe, mimi ni mhudumu tu hapa. Kwa hiyo inajulikana hiyo bei yake ndio hiyo 20,000 kulala. Hiyo unalala lisali moja wewe nusu saa. Lakini kama unalala bei yake ndio hiyo. Nikamwambia basi haina shida. Ngoja nimwambie huyo bibie kama mazingira yako sawa. Akanambia sawa, haina shida. Jamani wamaacha pale, mimi nikatoka nje. Sasa muda natoka nje, yule dada namuona pale hayupo. Yaani yuko mbali kidogo, anaondoka. Anatembea anaondoka. Nilichokifanya mimi, nikasema huyu vipi? Mbona tena anaondoka? Wakatoka naambia ndo kaniambia nitafute mazingira haya, na mazingira mimi nishaweka sawa, bado kulipa tu hela. Ibini nimkimbilie. Nilipomkimbilia, kwa nikamkamata. Nikamwambia dada, wewe mbona tumeongea vizuri alafu unaondoka na ushaniambia mimi niangalie mazingira ya chumba, na mimi chumba nishakiona vizuri kipo sawa. Basi mbona unaondoka tena? Akanambia sikiliza, umenitia aibu. Wewe nishakwambia hela nalipa mimi, ulipi wewe. Alafu inakuaje tena wewe unalia kwamba eti upunguziwe bei? Wewe kweli sehemu kama hii alafu mimi unavoniona hivi kweli wakulia heli kweli nyumba ya wageni? Ushaniangusha sana. Yaani umenikera kweli kweli, umenikera. Nikamwambia dada basi mimi nisamee, sikujua kama wewe ndo nani utachukia kiasi hicho. Akanambia sawa basi twende, ila usirudie tena. Kweli nimekuja mimi pale nikakuta pale ndani tena pale guest pamefungwa. Ikibidi mimi nianze tena moja kugonga. Nimegonga wenyewe kimya. Kila nikigonga kimya, nikigonga kimya. Yule dada akasema wewe tatizo bia ulizokunywa hizo. Mimi nikijua hata nisinge kununulia bia zenyewe. Yaani bia mbili zinakuendesha namna hiyo, hata kugonga kwenyewe unashinda kugonga kwa nguvu hapa. Nikamwambia dada, mbona mimi nagonga sana? Akanambia hamna, akanisukuma. Alivyonisukuma, yule alipiga goti afa akapiga kama goti hivi. Sababu pale kulikuwa na mwanga mkali sana. Akapiga goti afa akagonga pale ndani. Alivyogonga pale ndani, yule jamaa akatoka vile vile. Bwana vipi? Amerudi tena. Mimi nikajua tayari mmegaili. Karibuni. Nikamwambia sawa, haina shida. Bwana tulikuwa mazingira fulani hapa kidogo. Tulikuwa tunaeleweshana na huyu mwenzangu. Ila fresh. Kanambia basi kwa hiyo si fresh, mazingira ya chumba shayaona Kama basi sawa twende. Angalia. Mimi nimeingia pale ndani na yule bwana ambaye ni mhudumu. Sasa mimi naingia ndani nakuta yule dada hajaingia ndani, hayupo. Nikamwambia ndugu yangu, huyu dada naye wanawake hawa si kwa nini tena amebaki nyuma? Yaani wanawake hawa bwana mambo yao watu mambo nyuma kanaba mfuate, labda ana mazingira yake, labda anasikiliza tena uende umwambie. Nikatoka nje. Mimi natoka nje. Dada sikumkuta pale. Nimekuta yuko mbali zaidi ya pale nilipomkuta mwanzo. Sasa nasema huyu dada, mbona mimi ananiletea masiala? Mbona mimi ananiletea mauzauza ya ajabu? Mimi nikakimbia. Nilipomkimbilia nikamkuta yule dada. Nikamshika kwamba dada, mbona mimi sikuelewi? Wewe umeniambia kwamba tutafute mazingira tupumzike hivyo. Na ulikuwa unatamani mimi nikwambie kwamba nitafute mazingira ili tuweze kukaa tupumzike. Alafu ndio unaonyesha tena mambo ya ajabu. Mara ya kwanza umesema mimi nalia heri kwa sababu ya nani? Nimekutia aibu. Lakini mbona mimi nimeenda tu vizuri na umeniambia bwana umeshanisamee. Kwa nini tusikae tu tuka nani? Akanambia hapana. Yaani unajua nini? Nikwambie tu ukweli. Wewe nenda nyumbani. Mimi sijawahi kumuua mtu ambaye hana hatia. Kwa kweli pale niacha kidogo. Nikamwambia dada, unamaanisha nini? Akanambia nielewe. Mimi sijawahi kuua mtu ambaye hajanikosea. Siwezi kumuua mtu ambaye hana hatia. Wewe nenda nyumbani. Kwa kweli mimi pale akili zangu nikasema, huyu dada labda ana HIV. Kwamba mimi labda ananionea huruma kwamba nikienda kulala naye labda ataniambukiza virus. Nikamwambia hapana dada. Kama ndo hivyo, mbona kinga zipo ambazo tunaweza tukazitumia ambazo mimi hicho kitu kisitokee? Akanambia hapana, nielewe kaka, mimi siwezi kumuua mtu ambaye hana hatia. Wewe nenda nyumbani. Nikamwambia dada, sikiliza. Mimi basi kama unataka hivyo, mimi niko tayari. Kwa sababu kutokana na mazingira hapa nilipo, mimi sijui nyumbani nilikotokea, mimi sipajui. Na hapa nilipo mazingira haya niliyokuepo siyajui. Kwa hiyo nakuomba twende tupumzike pale ndani. Tusifanye chochote, niko tayari. Tusifanye chochote, niko radhi kabisa. Mimi niko radhi wewe nilale chini, wewe ulale kitandani. Ila tu
ili asubuhi najua nikiamka asubuhi nitapata akili, nitajua ni njia gani nipite nirudi nyumbani. Akaniambia sikiliza, wewe nenda nyumbani kwako. Nikamwambia dada, na kuomba tafadhali na mimi kama nilivyokusaidia wewe na wewe unisaidie. Tulale pale. Hatutafanya chochote na kuahidi sitofanya chochote na wewe. Ninachotaka hapa tupumzike pale ili asubuhi mimi kila mmoja aanze safari kwenda kwake. Akaniambia twende. Kwa hapo nimekuelewa, twende. Kiukweli nimetoka pale, tumeenda tena pale guest. Kaniambia yagonga, mgongee amke wewe nani mhudumu. Nimegonga. Hakuna mhudumu aliyetoka pale tena. Sasa nageuka nyuma, yule dada simuoni, naona yuko mbali zaidi, yani zaidi ya hii mara tano mara mbili, yuko mbali zaidi ya pale. Nikasema dada, mbona mimi kama ananichezea? Mbona kama ananichezea akili yangu? Mara hii hadi sekunde mbili tu kaenda kule tena. Acha nimkimbilie. Nikaanza kumkimbilia. Nilipomkimbilia nimemkuta tena mazingira. Kuna nyumba iko karibu, yani kuna kigorofa kimoja kipo pale karibu. Lakini sasa ndo ile barabara imekata kona ile jengo. Ndo anamalizia ile jengo analimalizia ile jengo kuna nini vile aendelea na safari. Basi ukifanya mimi nikamkuta pale. Nikamwambia dada, mbona sikuelewi? Wewe tumeongea vizuri alafu baadaye hatua ya mwisho mbona sikuelewi unachonifanyia? Au haya ndo malipo yangu? Msaada wangu ndo malipo yake haya? Kwa kweli yule dada alichokifanya nikaona ni mtu ambaye kama vile amekasirika, alafu kanishika kabisa shati, kanitikisa kabisa, wewe kuwa na akili, alafu kaninyanyua ikawa mimi natembelea vidole kabisa. Yaani nimetembelea vidole viwili kabisa, ameninyanyua juu kabisa. Wakati ule kwa mwili wake sio mtu wa kuninyanyua mimi vile. Lakini alininyanyua ikabaki mimi naninginia. Akaniambia nakuomba nenda nyumbani. Sitaki kukuua. Mimi siwezi kukuua wewe, hujanikosea. Kumbuka wewe una familia. Wewe una mke na watoto wawili. Nikamwambia wewe umejuaje kama mimi nina familia? Kama wewe kunidanganya, mimi nina maono. Najua yani mimi background yako yote. Huwezi kunidanganya wewe, najua. Kwa hiyo nenda nyumbani. Alivyoniachia nikasema dada, nakuomba tafadhali. Naomba unisamee mimi kama nimekosea kwa msaada wangu niliokupa. Ila ninachokuomba hapa mimi nimekubali. Basi nionyeshe tu njia ya kwenda nyumbani ili mimi nirudi niweze kwenda nyumbani. Unaona, baadaye akaniambia, akanishika tena, akanitikisa. Wewe akili una, nakwambia nenda nyumbani, usinichukize. Unachokitaka utakipata. Nikaona sawa. Sasa hivi alivyoongea vile, mimi nikageuka nyuma, simuoni. Sasa nikazunguka nyuma, kule nyuma lile jengo, sasa mimi nilikuwa nimeegemea lile gorofa, nimeegemea hivi. Sasa nafikiria, nimejinamia. Nafikiria mimi hapa mimi nishafika tu. Sasa mimi hapo kishasikia mtu amekufa. Hata watu wakisikia mimi nimekufa katika mazingira haya, watu watajiuliza mimi nilifuata nini huku? Na nini kilichonileta? Sasa nawaza vile, kaja yule dada, kanigusa begani. Wewe, bado upo? Nishakwambia nenda nyumbani. Ukiendelea kukaa hapa, hicho unachokitaka utakipata. Sasa mimi mawazo ya kusema huyu ni mtu wa aina gani? Muda wote mimi mawazo hayo sina kabisa ni. Yaani wala hata siwazi hata kidogo. Nikamwambia dada, nakuomba, mimi nimekubali, wala mimi sikupinga wala sikufuati tena. Ila ninachokuomba nionyeshe tu njia ya nyumbani. Ile dada kashikaja tena, kanishika tena vile vile, kanitikisa, kaniambia wewe, sasa nakishakwambia kwa mara ya mwisho, sitaki nikuue. Wewe hujanikosea. Wewe ni mtu mwema. Naomba uende nyumbani ukalale. Sasa mimi pale kuna kitu kikanijia kichwani, nikasema huyu labda na mambo yake. Sasa mimi bwana hapa kitachokuwa na kiwe tu bwana, anyway. Ngoja pia niondoke tu mimi vyovyote vile. Nitakokwenda ndo huko. Kama nitapotea basi, sababu hapa nilipo mimi sipajui. Kama nitapotea, nitakufa, nitajuaga huko. Ngoja pia niondoke. Sasa nilienda, nikaanza kurudi mimi mdogo mdogo, lakini ndo ni mwendo ulikuwa natembea. Kwa kweli nilikuwa na mawazo mengi sana. Sasa nikaanza kurudi mimi nyumbani. Kuna njia ile nilikuwa naifuata njia ile, lakini nilipokuja mbele sikujua tena ni kuna njia mbili nikazikuta pale. Sikujua kwamba njia gani hapa nimepita. Kuna njia nikainyosha. Shortcut nikipita nikapita ile njia. Nimetembea, nimekuta pale kulikuwa na njia panda 4.
Yaani kama roundabout fulani hivi. Lakini cha kushangaza mimi kwa usiku ule, sehemu zote ambazo nilikuwa nazipita ni barabara za lami. Lakini sikubahatika kuona pikipiki wala bajaji wala gari aina yoyote. Sikubahatika kuiona. Kwa hiyo nimekuja pale njia panda, sasa pia nimekaa nafikiria kwamba hapa sasa napita njia gani? Lakini muda nawaza vile nikamwona mbuzi. Yule mbuzi anatoka ninakokwenda mimi, alafu anakuja huku ninakotoka mimi. Pale roundabout. Sasa mimi nikasema ngoja mimi niende huku. Niende huko anakotoka mbuzi huko. Lakini cha kushangaza nimekuja pale, yule mbuzi karibia nataka nipite ile njia, kasimama karibu na barabara kabisa ile. Sasa mimi nikasema, sasa aliposimama akawa amepiga magoti. Nikasema huyu, bwana. Sasa alipopiga magoti, ikawa yule mbuzi ametoa jicho kali sana. Yaani ile jicho kama vile linatoa kama mwanga hivi. Nikasema, huyu mbuzi wa aina gani? Sasa ikawa mimi nimechukua mchanga, nataka nimwagie ili anipiche nipite pale ile njia. Lakini kila nikichukua mchanga nikichota nikimwaga hivi yule mbuzi anazidi kunikazia macho. Nikapita nilichokifanya mimi nikapita upande pembeni hivi mpaka nikapita ile barabara. Nilipopita vile yule mbuzi alinyanyuka na akawa anatembea sasa anakimbia anaelekea upande ambao mimi nimetoka. Basi mimi nikaendelea na safari, nimetembea lakini sasa hapo. Lakini cha kushangaza mimi sikuwa na uoga wa aina yoyote. Yaani najikuta nilikuwa najiona ni mtu ambaye najiamini kweli kweli. Sasa nimetoka baada ya muda kipande kidogo kutoka pale. Nimekuta kuna gorofa iko huku kushoto kwangu kuna gorofa. Sio gorofa kubwa sana. Na huku kulia pia kuna kigorofa na sio kikubwa sana kama gorofa 3. Na huku naye kuna kama gorofa 3. Sasa kile kinjia kilikuwa sio cha nani? Sio cha rami lakini kilikuwa kimeshindiliwa. Lakini huku kuna wauni, kulia kwangu kuna wauni wanacheza karata. Yaani wanacheza karate kama nilivyohisi kama vile wanacheza kamari. Na huku kushoto kwangu nayo wapo wauni wanacheza kamari. Wengine wamekaa, wengine wamesimama, wako busy. Lakini walivyoangalia ni watu tu kama vile ni watu tu wa kawaida tu. Sasa nikasema sasa nikiangalia muda ngoma nakuta ni saa 10 hiyo ishagusa saa 10 kama na nusu. Nikasema hapa leo mimi nishajivuruga. Sasa kumbuka na chips mkononi, chips kavu. Zile chips nilichokifanya mimi nikazitupa. Sababu nikasema hizi size shaharibika. Hivyo mimi nizitupe tu. Nikazitupa. Sasa nafikiria pale mimi napitaje? Kuna wauni. Napita vipi pale? Basi kilichofanyika pale nikasema bana mimi kama kufa mimi nife tu kwa sababu kule nilikotoka kote kule. Na mambo nilikuwa kukutana nayo haya. Nitakavyokuwa naliwe. Mimi kama wale jamaa watanidaka, wanidake. Kumbuka mimi nilikuwa na 30 mfukoni nikachukua ile 30. Nikana nimeweka kabisa ndani kabisa nguo kabisa ndani kabisa kwa kaificha kwamba jamaa wakinikamata hapa labda achukue kisimu hichi niwaambie hela mimi sina. Ili asubuhi kiela hichi niamke nacho asubuhi. Basi cha kushangaza mimi nimepita pale hakuna mtu yoyote aliyegeuka kuniangalia mimi. Watu wote wa pande zote mbili hakuna aliyegeuka kuniangalia mimi. Sasa mimi nimepita nilipokuta nimepita pale katikati yao. Nimekaa sehemu nikuta kuna kinyumba na gorofa. Sasa ile gorofa nikaa nimepita kidogo, sasa nachungulia kwamba je, labda ameniacha tu mimi nivuke ili wanifuate nyuma. Wewe niangalie nigeuke nyuma niangalie kama kuna mtu anayenifuata kati yao wale. Kana nikigeuka naona hakuna mtu ambaye ana habari na mimi hata mmoja. Nikasema bana wale shavuka wale itakuwa hawajaniona. Wale wako busy na mambo yao. Basi nimetoka pale nimetembea lakini hapo sielewi ni naenda wapi. Yaani sijui kabisa pale naelekea wapi. Basi cha kushangaza nimekuja kutokea sehemu moja wanapaita hapa Lumo Mwanzo. Nimekuja hapa Lumo Mwanzo, nimekuta pale dereva, kwanza kukutana na dereva taxi. Ambaye yeye alikuwa kama amesinzia, yuko mbele pale, amelala. Sasa kitendo cha kumwona mimi dereva taxi yule. Pale mimi ndo kitendo kile nikaja moyo wangu ikaja kama imeingiwa na hofu. Nikaanza kutetemeka hapo nikawa narudisha kumbukumbu matukio yote ambayo yamenikuta. Baadaye nikaenda kumgongea jamaa yule pale taxi. Kagonga nikamwambia bana vipi shwari. Akaniambia vipi ndugu yangu nikamwambia poa. Nikamwambia bana sikiliza. Hapa nataka nifike Kigilagila hapo maduka. Akaniambia Kigilagila maduka Unatokea wapi? Nikamwambia hapana. Wewe usiniambie mimi natokea wapi. Wewe niambie shilingi ngapi ufika hapo maduka. Akaniambia hapa ndugu yangu, wewe sitembea tu kwa mguu hapa sio mbali. Kwa sababu saa hizi ni asubuhi. Wewe naenda tu. Nikamwambia hapana, kwa sababu nilivyo hapa, kwa sababu natoka mbali, sitoweza kwenda.
wewe kama ikiwezekana wewe nisaidie nipeleke, niambie shilingi ngapi. Akaniambia sababu hapa sio mbali. Wewe toa 3000 nikupeleke. Nikamwambia sawa, nikatoa 10,000 nikampa. Sasa tupo pale ndani, tupo mle ndani kwenye taxi. Naanza kumhadithia kwamba bwana baba kilichonikuta, hii ngoma hii mimi toka jana mimi sijarudi nyumbani. Nikaanza kumhadithia nimekutana na mdada hivi na hivi na hivi. Akaniambia wewe umekutana na yule dada anaitwa Zedi. Yeye yule ndo alizidi kunipa uoga. Nikamwambia bwana simamisha kwanza hiyo gari lako. Kaambia kwa vipi? Kaambia simamisha kwanza. Kweli alipaki. Akaniambia vipi? Nikamwambia sikiliza. Ndugu yangu naomba uniambie. Kama wewe ndio Zedi mwenyewe, naomba unipe ukweli. Manake kama kuniua, wewe kama utakuniua nishafika nyumbani uniue tu bure au kama mimi nishuke kwenye taksi yako. Akaniambia hapana. Huyo dada anaitwa Zedi. Na hayo matukio hapa ni mengi. Akaniambia maeneo hapa Rumo, huyo dada anafahamika sana. Hasa yani mara nyingi ukitembea kuanzia saa 5 mpaka saa 6 saa 7 usiku. Kuanzia Rumo hapa mwanzo kuanzia Rumo mwanzo mpaka pale maeneo ya Jeti Rumo pale. Mazingira hayo ukitembea huyo dada anakutana naye. Tena hapa sisi kuna driver taxi mwenzetu ilikuwa hivyo hivyo. Hapa siku 2 hatukuweza kumuona. Kwa hiyo wewe leo tu wewe mbona sio nani sana? Wewe sio na wasiwasi. Mimi hata sina mahusiano naye wala simjui. Ila tu jina lake hilo nalipata. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Nikamwambia bwana isikiliza. Naomba uniambie ukweli bwana. Kwa sababu kote kule ulivyonizungusha kote asubuhi kucha bado na hapa. Akaniambia hapana. Wewe twende. Basi kweli nimefika mpaka pale nyumbani. Ila nakumbuka ilikuwa ile ni saa 11 sasa. Alfajiri. Nimekuja pale nyumbani, akaniacha nyumba bado ninapokaa hapa karibu kabisa na pale kwetu. Kanishusha. Niliposhuka ile kabla sijagonga ndani kwa watoto wangu. Naona mlango unafunguliwa, watoto wangu wanaamka. Alivyoamka kapita moja kwa moja. Hajanisalimia wala nikapita moja kwa moja kaenda toilet sababu nyumba inaonekana ni vyoo vya nje. Kapita mpaka toilet. Kaenda akajisaidia karudi. Hajaniuliza jafa wala hajaongea na mimi. Na mimi nikafika, nakumbuka siku nilivyotoka huko, nilichokumbuka mimi ni kuvua viatu tu. Sikuweza kuoga ila miguu ukiangalia utasema vile mtu ambaye nilikuwa na sagarumba. Nikaingia mimi kitandani nikalala. Mpaka saa 4 nimeamka. Sasa nawaza, huyu watoto wangu sio kawaida yake. Hajaniuliza hajafanya nini. Sasa nasema huyu labda ametengenezea bomu anataka aliamshe baadaye. Nakumbuka siku mimi sikutoka. Kwa hiyo nilipokuja pale kutokana na mazingira yalivyo, nadhani kama tuliokuwa na wake au hata kama nani wako, hata girlfriend au boyfriend wako. Kama umefanya kosa, nadhani kila mmoja anajua mtu anavyokuwa. Na mimi sio kawaida yangu kwa mida ile, sijawahi kulala nje, ndio mara yangu ya kwanza. Na kutokana na ninavyoishi na mke wangu vizuri, na mimi nilifikiria kabisa kwamba hapa leo nimeakoroga, nimejichanganya. Kwa hiyo labda nilikuwa nasubiria tu hukumu ya mke wangu atakayeniambia ni nini, ni kipi atachokiongea. Lakini cha kushangaza mpaka asubuhi niliamka nakumbuka siku saa 4. Kaandaa chai nimekunywa, akaniuliza vipi leo utoki, nikamwambia leo stoki. Sasa nimekaa hapa lakini mimi kichikiru bado kinanitafuna kichwani, yani nafikiria napiga hesabu zangu nasema hapana. Nilikuwa na rafiki yangu. Nikampigia simu rafiki yangu, bwana ndugu yangu uko wapi? Akaniambia niko hapa Kigilagila maduka hapa. Nikamwambia unaweza kuja nyumbani? Akaniambia hapana, kuna issue naifanya hapo. Wewe kama vipi njoo hapa dukani hapa maduka hapa Kigilagila. Nikamwambia okay sawa. Nikatoka nikaenda dukani pale Kigilagila. Nikakaa naye rafiki yangu nikamhadisia, bwana mimi bwana kuna kitu kimenikuta hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hapa nafikiria nifanyaje? Mke wangu mpaka sasa hajaniuliza chochote. Na mimi nakumbuka nimekuja asubuhi hii na yeye hajaniuliza chochote wala kichote kinachohusiana na issue kama hiyo. Akote sio kawaida yake kutokana na ninavyoishi naye. Kwa kweli mimi mwenyewe yani kuna kitu yani mwenyewe yani kuna kitu kinanisuta. Nifanyaje? Akaniambia sikiliza. Kinachotakiwa hapo kabla hajakuuliza, kaa na shemeji ambaye ni mke wangu, naambia rafiki yangu, naambia kaa na shemeji, kaa na mke wako, mhadisie mambo aliyokukuta. Anaweza akakupa ushauri au labda anaweza akakupa kitu cha kufanya. Nikamwambia kwa mke wangu ninavyomjua sidhani. Akaniambia amna, wewe nenda. Kamwambia kaongee napo atachokujibu atachokuambia njoo niambie. Nikamwambia sawa. Nimetoka nafika pale nyumbani. Mida chakula cha mchana nimekula, ikibidi nimwambia bwana mke wangu sikiliza. Kwa nini hujaniuliza? Mimi nimekuja asubuhi hapa, kwa nini hujaniuliza? Mke wangu anajonijibu akaniambia asubuhi. Nikamwambia mimi nimerudi hapa asubuhi. Mbona hujaniuliza kwamba umerudi asubuhi kwa nini, wala sio kawaida yako au ndo tumechokana? Akaniambia hapana.
mimi nakumbuka katika siku ambazo umewahi kurudi nyumbani ni jana. Nikamwambia wewe unasemaje? Akaniambia wewe katika siku ambazo umewahi kurudi nyumbani, hakuna siku ambazo umewahi kurudi nyumbani kama jana usiku kwa mkia leo. Umerudi hapa kama saa 6. Ilikuwa saa 6 kama dakika 15, mimi nimeangalia muda ilikuwa saa 6 kama robo. Umekuja hapa na chipsi, ulikuwa na chips kavu. Umempa mwanao amekula. Naona. Nikamwambia wewe acha bwana. Akaniambia kweli. Nikamwambia wewe mimi kweli chips ninakumbuka nilizibeba, lakini chips mimi nimezitupa sababu nimekaa nazo muda mrefu. Nimezitupa. Akaniambia hapana, wewe chips hapo umekuja nazo, mwanao kala, tena mimi zilizobakia nimeenda kuzitupa nani? Alikula kidogo alizibakiza, mimi nimeenda kuzitupa nani hapo? Nikamwambia hapana, twende kanionyeshe. Kweli mimi nimeenda mpaka roba la taka. Ngoja kuangalia kweli nakuta chips ambazo mwanangu amekula, amezibakiza, amezitupa mke wangu. Nikamwambia, akaniambia kweli wewe umekuja hapa, hata mimi na wewe jana tendo la ndoa tumeshiriki mimi na wewe. Tumefanya kila kitu yani. Na ulirudi mapema sana. Kwa hiyo unavyoniambia hivyo, kwa hiyo umeamua kunidanganya hata mimi? Mimi nikamwambia mke wangu, nakwambia kia Mungu mimi usiku nimekesha. Nimerudi hapa saa 11 na nimefungua. Wewe na wewe ukafungua ukaenda chooni. Akasema nakumbuka mimi usiku sijaamka kwenda chooni. Ananiambia mimi sijaamka kwenda chooni mimi. Mimi ninachokumbuka wewe umerudi mapema, tumeamka wote hapa asubuhi, mimi nimeamka tu kufanya shughuli zangu kama kawaida. Na kila kitu usiku mimi na wewe tendo la ndoa tumeshiriki vizuri kabisa. Hata unavyoniambia umekesha huko, sikuamini. Na yani hilo swala mpaka leo mke wangu nikimwambia kwamba kuna siku mimi nimelala nje ya nyumbani, haamini mpaka leo. Kwa hiyo kwa kweli vijana wenzangu, mimi ninachowasihi tuwe makini sana. Hasa nyakati za usiku. Yaani unaweza kuwa wewe huko mtu tu mwema lakini ukajifanya unataka kumsaidia mtu, kumbe yule unayemsaidia umjui ni mtu wa aina gani. Huwezi kujua ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo tuwe makini. Kwa hiyo kama mimi nilivyo saizi hapa. Yaani mimi saizi hata usiku nikikuta mtu mimi nikishuka kwenye gari hata mtu akinisalimia, simjibu. Simjibu kama najua ndo yale yale. Kwa hiyo saizi mtu mara nyingi mimi yani hiyo issue nishajifunza. Kwa hiyo nilikuwa nataka ni share na hii story pamoja na vijana wenzangu ili muisikie. Kwa hiyo mimi ninachowasihi vijana wenzangu, haya matukio yapo. Haya matukio yapo. Najua kabisa vijana wenzangu, hakuna mtu ambaye hana matamanio. Mimi zaidi ya hili tukio nilikuwa ni mtu ambaye nikiona hivi macho yananitoka, lakini kwa sasa baada ya hili tukio I say yani naogopa, na mke wangu nampenda zaidi hata pale nilivyokuwa nampenda. Kwa sababu yani kwanza nikiwa narudisha kumbukumbu yule kile kilichonikuta. Nilikuwa sijui mpaka leo yule alikuwa ni binadamu, sijui, alikuwa jini sijui, alikuwa mzimu sijui. Kwa hiyo na wasihi vijana wenzangu tuweni makini. Ila nadhani hichi kitu hamwezi kunielewa mpaka mtu uje ukutane nacho, ndipo mtakuja kujua kwamba huyu jamaa alikuwa anazungumzia nini. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba jamani tuweni makini. Hawa watu tunawaona wengine sio watu. Sio tu usiku, hata mchana. Mwingine unaweza kukutana naye lakini sio mtu. Kwa hiyo nawasihi jamani tuweni makini. Kwa hiyo ndugu zangu mimi kama hivyo nawasihi. Mimi unajua haya matukio mimi nilikuwa ni mdau mkubwa sana wa kusikiliza EFM kuhusu hizi story. Kwa hiyo nilipokuwa nasikia watu wanasimulia nikajua labda ni watu wanatunga tu labda story za uongo, lakini baada ya kusikiliza na mimi baada ya kumtafuta Mkoi, baada ya kumuelezea nikakuta kweli na mimi nikaamua hii issue ni share na nyie muisikie. Kwa hiyo kingine yani hakuna zaidi ya hilo kwamba tu na wasii tuweni makini, kwa sababu hata mimi nakumbuka nikirudisha picha nyuma ile dada alivyoniambia kwamba hataki kumua mtu ambaye hana hatia. Maana mimi pale ningeonyesha ubishi zaidi ya pale. Na mimi mpaka leo mimi nisingekuepo. Kwa sababu pale mazingira niliyokuepo pale mimi nilikuwa siyatambui niko wapi, kwamba alikuwa na uwezo wa kunifanya chochote anachotaka yeye. Lakini bahati nzuri nashukuru Mungu mpaka leo niko hai. Kwa hiyo ndugu zangu nawaomba tuwe makini kwa hilo. Binadamu ni mapambo ya dunia. Binadamu ni mapambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu kimoja. Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Nikoi